Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwakaribisha katika ibada yetu ya pili ya Kiswahili. Kwa wale ambao wamejiunga nasi sasa hivi, sisi tunaitwa Buruburu Tabernacle of Praise na ni huduma ya Worldwide Gospel Church of Kenya. Tuko pale Buruburu. Karibu katika ibada yetu. Tunataka tuanze ibada yetu kwa maombi ili tuweze kuendelea. Tuinamishe nyuso zetu tuombe. Mungu Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya ulinzi wako. Umekuwa pamoja nasi juma hilo kila mmoja wetu. Na tunakushukuru kwa sababu umetupa fursa nyingine ya kuwa mbele zako. Katika ibada yetu ya leo, Bwana tuomba ukatembee pamoja nasi na ukanene na roho zetu. Katika kila jambo ambalo tutatenda siku ya leo, twakupa sifa na twakuinua. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Niruhusu nifungue mkutano wetu kwa neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 46 aya za mwanzo pale 4. Biblia inasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hivyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Mungu anazidi kusema katika aya ya 3, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopesuka milima kwa kiburi chake. Aya 4 nasema, kuna mto vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Aya ya 7 inasema hivi: Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Na akimalizia sura hiyo anarudia lile tu bado kwamba Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Mungu alikuwa anazungumza na watu wake kuwahimiza na kuwakumbusha kwamba yeye yuko pamoja nao. Ndio maana akarudia mara mbili ya kwamba yeye Mungu ako pamoja nao. Na hata siku ya leo nataka nikuhimize, tunapoendelea na ibada hii, Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza. Haijalishi yale ambayo umekuwa ukiyapitia magumu, kama vile neno la Mungu limesema, Mungu wetu yuko pamoja nasi na atatushindania. Bwana wetu asifiwe sana. Nataka nichukue fursa hii kuwakaribisha waimbaji watuongoze katika nyimbo za sifa tunapoendelea na ibada yetu. Kwa hivyo ni nafasi nzuri wewe pia kuhusika katika uimbaji. Usiwe tu pale umeketi kwa kiti chako, lakini husika katika uimbaji huu, maana Mungu hudumu katika sifa za watu wake. Karibuni sana waimbaji, mkatuongoze katika Ebenezer, what a wonder you are.
Asanteni sana waimbaji. Umekuwa wakati wa baraka mbele za Bwana. Mungu ametubariki. Asante, Mungu awe pamoja nasi. Kama ilivyo mpangilio wetu, na hatuchoki kufanya hivyo, upenda katika ibada yetu kuwa na wakati wa kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Tunapoombea nchi yetu, tunapoombea uongozi, tunapoombea makanisa na washirika wetu. Na kwa hivyo nitamwalika mchungaji wetu, mchungaji Grace Maribe, ili aje atuongoze katika kipindi hiki cha maombi na maombezi. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Bwana asifiwe. Natumai tuko pamoja katika kutoa maombezi kwa siku hii ya leo, na kwa sababu hiyo, kama vile kiongozi wa ibada ametaja, kuna mambo ambayo tutaleta mbele za Bwana, tukimwamini Bwana, yeye ambaye ako na uweza wote wa kujibu maombi yetu. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umekuwa pamoja na watu wako, umetulinda. Wewe umekuwa mlinzi, wewe umekuwa Mungu ambaye hata tuacha na hata tupungukia. Na kwa sababu hiyo twainua mioyo yetu mbele zako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu unatuelewa kwa majina yetu. Asante kwa sababu unajua na haja zetu zote za aina yote katika jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo Bwana, tuendelee na kukuamini, kukutumainia katika siku ya leo na siku ambazo ziko mbele zetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, twapenda kuugama dhambi zetu na makosa yetu. Tusamehe kwa sababu Bwana, wakati mwingine tumejipata tumepungukiwa. Hatujafanya kulingana na kusudi na mapenzi yako kwetu kama nchi, kama kanisa, kama viongozi na hata kama washirika. Na kwa sababu hiyo Bwana, wewe uliye mwingi wa rehema na neema, twakutumainia mara nyingine tena katika jina la Yesu Kristo. Twapenda kuomba kwa sababu Bwana, katika maisha yetu Bwana, tumeona mambo mengi ambayo inaweza ikatuvunja moyo. Tumeona na nafasi ambayo Bwana hatukujua Bwana tutafika pahala ambapo twajipata tumefika. Na kwa sababu hiyo wewe ambaye unajua kuchunguza mambo yote, twajikabidhi mikononi mwako. Twaombea serikali na viongozi ambao Bwana twaomba ukawape na umoja katika jina la Yesu Kristo. Twakumbuka na mipaka yetu. Twaomba Bwana ukatuponye kwa umoja na kwa pamoja katika jina la Yesu. Twajua kwa uhakika kwamba shetani hangetaka umoja wa nchi hii na hata miti ambayo ni majirani wetu. Na twatuma neno lako kwa mipaka yetu. Twatuma neno lako la uponyaji, sio tu kwa janga ambayo Bwana imetupata, lakini ukaponye na nafsi za watu wako. Bwana, twaomba katika jina la Yesu Kristo kwamba utatupa na hekima hata na kuombea viongozi wetu na kuombea ambao Bwana wako katika mstari wa mbele katika janga hili, madaktari na wengine katika jina la Yesu. Twakutumainia wewe. Twakumbuka wengi ambao wameitanishwa na jina lako, ambao Bwana katika nafasi hii wanaweza wakawa wako nyumbani na hawajui wafanye nini, lakini tuna mmoja ambaye anajua mambo yote. Tuna mmoja ambaye yeye ni suluhu ya haja zetu zote. Twakabidhi haja hizi kwako wewe ambaye una uwezo wa kutatua katika jina la Yesu. Twakumbuka washirika wetu na mkumbuka kila ambaye ni wa ushirika huu katika jina la Yesu. Wewe uliye nyumbani na wewe unaweza ukawa haujui ufanye nini, nataka kuomba katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unamtumainia Bwana, wewe ambaye Bwana ananena kuhusu wewe, wewe ambaye Mungu amesema tukimwamini na tukiweka tumaini katika wewe atanyoosha njia zetu, atatuwezesha kumtumainia. Na kwa sababu hiyo Bwana, angalia shinde na changamoto ambazo zinaweza zikawa katika watu wako. Bwana, twaomba ukatutimizie, twaomba ukatuponye, twaomba ukaponye na jamii zetu na familia zetu na wote ambao Bwana wanaitanishwa na ushirika huu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi hii ya leo Bwana, najua kwa uhakika kwamba wewe ambaye husikia maombi yetu umesikia na utaenenda kutenda, kwa sababu twaomba kwa kuamini katika Kristo Yesu ambaye ni Mwokozi wetu. Amen. Asanteni sana. Bwana wabariki.
Asante sana Mchungaji Grace kwa maombi hayo. Tuna imani ya kwamba Mungu wetu amesikia, na letu ni kushukuru kwa sababu jawabu limeshapatikana. Pamoja nasi tuna mnenaji ambaye ni askofu wetu na ni senior pastor wa kanisa letu hapa Buruburu. Jina lake ni Askofu Daktari Peter Mwaura, na ni heshima kwangu kumleta mbele zetu. Kwa hivyo niruhusuni nimwombee ili anapoanza Mungu akaweze kumtumia. Tuinamishe nyuso zetu tuombe. Mungu Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako ambaye umempaka mafuta na kumwandaa kwa sababu yetu. Umpe usemi ili akaweze kusema yale yote umeweka ndani yake kwa utukufu wa jina lako. Tulibariki jina lako na tunakuinua katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi ni nafasi yangu kumkaribisha Askofu Mwaura kuendelesha kutoka hapo. Karibu sana Askofu. Asante. Sana kubariki mzee. Asante kwa kuongoza ibada kwa njia nzuri na kukaribisha ili niweze kuleta neno. Asante, asubuhi njema. Ninalo neno la Mungu ambalo litakuwa baraka kwetu. Na asubuhi nataka kunena kuhusu Yehova Mungu, kimbilio na ulinzi wetu. Nikitoa somo hili kutoka kitabu cha Zaburi 31. Katika Zaburi hii kuna maneno 5, mambo 5 ambaye nitashughulikia kabla hakujafika tamati. Jambo la kwanza ni kuangazia Mungu kama mkombozi wetu na kama mlinzi wetu, Mungu ambaye tunaweza tumaini. Mistari ya kwanza miwili. Jambo la pili ni uongozi wa uungu, Mungu kuongoza katika maisha. Mstari wa 3 mpaka wa 5. Jambo la 4 ni kuchukua Mungu kama chaguo letu pekee maishani. Mstari 6 mpaka 8. Na la mwisho ni hali ya maisha. Mstari wa 9 mpaka mstari wa 18. Kumalizia nikija kufunga tutaangazia mstari 19 mpaka mstari wa 24. Nianze na kusema ya kwamba tukiwa katika dunia hii tunakumbana na shida nyingi, tunakumbana na shida za maisha, na saa nyingine inafanya mioyo yetu kuenda chini, lakini jambo la kufurahisha ni ya kwamba tuna Mungu anayesikia katika mambo ya maisha, katika shida za maisha, katika kuzushwa mioyo na katika kufinywa na kusukumwa chini. Kuna Mungu anasikia. Ningetaka kusema kwa sababu Mungu wetu anasikia, hii ndio sababu tunaweza kulitia jina lake tukimwamini huyu ambaye ni mwaminifu na anaweza tumainiwa. Mungu wetu si kama miungu mingine inayoabudiwa katika ulimwengu. Mungu wetu ni Yehova na anasikia na kuchukua hatua kwa sababu ya kilio cha Mkristo aliyeteswa, aliyefichwa chini, na anaweza kuja na kufanya tukaweze kuwa watu walioinuliwa. Nataka niwahimize ndugu zangu, tusije tukanyamazishwa na jambo lolote. Kila wakati tumulilie Mungu, tuliitie jina lake Mungu. Wakumbuka hadithi ya Bartimaeus aliyekuwa kipofu kwa siku nyingi. Alikaa barabarani akiomba na akasikia Yesu anapita katika njia ile, na Yesu alipokaribia akaanza kupasa sauti akilia na akisema, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Na watu wakajaribu kumnyamazisha, lakini hakunyamaza. Aliendelea na kulia kwa sababu alielewa shida yake, alielewa nini anahitaji. Na hivyo ndivyo ningesema hata nasi tusiitikie kunyamazishwa na mtu yoyote na jambo lolote. Tujue kilio chetu kinafika
juu kwa Mungu aliye kimbilio letu na ulinzi wetu. Ukweli ni huu: huyu mwandikaji wa Zaburi analia mbele za Mungu kwa sababu anajua Mungu ni Mungu anaweza heshimika, ni Mungu aliye na uwezo, ni Mungu mtakatifu, ni Mungu wa neema na ni Mungu mwaminifu, na kwa hivyo anaweza tumainiwa. Hii ndio sababu Daudi analia mbele za Mungu, kwa sababu ya mambo haya ya kwamba yeye anaweza heshimika, ni mtu ambaye ni Mungu aliye na uwezo, ni Mungu mtakatifu, mwenye rehema na mwenye kuaminika. Nasi pia tunaweza lilia Mungu, na tunapolitia jina la Mungu, tunapolilia jina la Mungu, tunadhihirisha imani yetu kwa Mungu huyu ambaye ni Mungu anaweza heshimika, si Mungu kigeugeu, ni Mungu mwenye uwezo, si Mungu aliye kama mwanadamu, ni Mungu mtakatifu, ni Mungu mwenye neema na ni Mungu mwaminifu. Mungu anasikia maombi ya watu wake, na Mungu anatuhifadhi katika fadhili zake na katika ulinzi wake. Kwa hivyo ninaponena maneno haya matano ambayo nimenena mbele zako, nataka Mungu akakusaidia, nataka Mungu akakushukia kwa njia kuu, ili ukaweze kuelewa ya kwamba Yehova ni kimbilio la wenye haki na ni ulinzi kwa wale wote wanaomwamini. Jambo la kwanza tunasema Mungu huyu ni mlinzi na mkombozi wetu, na tunaweza mtumaini. Huyu Mungu ni mlinzi wetu, ni mkombozi wetu, na tunaweza kumwamini na kumtumaini. Katika mistari ya pili ya kwanza tunaona ya kwamba Biblia inasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, unitegee sikio lako, uniokoe hima. Uwe kwangu mwamba wa nguvu, ngome thabiti ya kuniokoa. Katika maneno haya kuna mambo matano ambayo ningetaka kuleta kwenu. Jambo la kwanza ni ya kwamba nimekukimbilia wewe Bwana. Huyu Bwana ambaye ni kimbilio letu. Hii inawadhihirisha ya kwamba Mungu tunamkimbilia kwa sababu anaweza tegemewa. Anaweza tegemewa. Na hivi kumaanisha sisi kama watu wanaoamini Mungu tunaweza kumtegemea Mungu kwa ulinzi wa maisha yetu. Unaweza mtegemea Mungu kwa sababu ya ulinzi wa maisha yako. Usiwe na hofu, usitishwe na jambo lolote, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anaweza tegemewa. Ndio sababu Daudi anatuhimiza tukakimbie kwake yeye aliye faraja na ushindi wetu. Jambo la pili ya kwamba anasema nisiende nikaaibika, nisiaibike milele. Jambo hili kumaanisha ya kwamba ni mapenzi ya Mungu tusije tukaaibika, na hii inaonyesha ya kwamba Mungu ana mambo ambaye ikamfanya tusije tukaingia kwenye aibu. Na nikawa nikisoma neno haya na ikanipa moyo ya kwamba ni sababu gani tafanya Mungu atuokoe na aibu? Ni sababu gani Mungu itafanya Mungu atuokoe na aibu? Biblia inasema ya kwamba lile jambo tutafanya Mungu atuokoe na aibu ni kama maisha yetu tunaishi kadiri ya neno, tunatembea kadiri ya neno, na tunaishi kadiri ya neno. Kama maisha yetu ina uungu, kama maisha yetu inaongozwa na neno, ni kumaanisha kwamba Mungu ana sababu tosha ya kutuokoa na aibu. Kwa sababu gani? Mungu lazima apate sababu iliyo ya haki, na sababu moja iliyo haki ya kwamba shetani hawezi mlaumu ya kwamba alimsaidia na alikuwa hivi. Kama maisha yetu iko sawa na Mungu, kama neno lake na maisha yetu tunaishi kadiri na neno, basi Mungu ana haki ya kutuokoa na aibu, na Mungu atatuhifadhi kutokana na aibu zote, na hii ni jambo zuri la kufurahia. Jambo la tatu ni anasema katika haki yako, katika haki yako uniokoe.
Ni kumaanisha kwamba Mungu ni mwenye haki. Huyu Mungu ni mwenye haki, na sababu Mungu ni mwenye haki, haneni maneno tu anene, haneni maneno ambayo haina maana. Neno la Mungu linapotoka kinywani mwake, neno hilo lazima likatimike na likatimize yote yale amesema. Maneno ya Mungu si maneno ya bure, na hii ni kudhihirisha haki yake, na hata hawezi kuwa haki kama amenena maneno na afuatilie kuyatimiza. Sababu hiyo inaonyesha kwamba huyu Mungu aliye mwenye haki, neno ambalo amenena juu ya maisha yetu akalifuata kulidhibitisha katika maisha yake. Hii inaonekana pia uaminifu wa Mungu kuweka ahadi zake, maana Mungu lazima akasimamie haki ya maisha yake, akasimamia haki ya maneno yake, na hivi kumaanisha tunaweza kumtegemea huyu akatuokoa na aibu, kwa sababu ni mwenye haki. Haki ya Mungu inatupa assurance katika maisha yetu, inatulishia kwamba sisi tumelindwa na neno lake haliwezi kumrejea kwake bila kutimiza aliyonena. Jambo hili ni kusema ati ukaweke sikio lako ukasikie na uniokoe kwa haraka. Biblia inasema kuweka sikio la Mungu inadhihirisha ya kwamba Mungu anasikia maombi ya wenye haki, na Mungu anachukua hatua na kutenda na kutufanyia ukombozi ili akaweze kutuokoa na watesi wetu. Mwandikaji wa Zaburi anatumia hili neno, ukaweke sikio lako. Kuweka sikio ni kumaanisha akawe anasikiza kwa makini kilio na maombi ya huyu mtu ambaye ameingia kwenye uteso wa adui, akaweza kusikia. Ninaona Mungu akitega sikio lake na akisikiza kilio cha wenye haki, na hii inanipa moyo kwamba hata nami ninapolia mbele za Mungu, Mungu anatega sikio lake na kusikiza kilio changu, na yeye huja na kunitendea kama vile neno lake linavyosema. Jambo la tano la mwisho ni ya kwamba huyu Mungu ndiye ngome tunaokimbilia, na huyu Mungu ndiye anatuzunguka na ulinzi wa wokovu wake. Na maneno haya yanaonyesha ya kwamba tuko salama, tumelindwa sawasawa na ukuta huu na jiwe hili na ukombozi na wokovu huu. Hakuna mtu anaweza ingilia, hakuna adui anaweza pita akatufikie. Ndio sababu alisema ya kwamba tumefichwa ndani ya Kristo, ndani ya Mungu. Ni kumaanisha ya kwamba kabla adui hajatufikia, lazima taguza Yesu na lazima taguza Mungu, na hivi kumaanisha ya kwamba sisi ni salama. Biblia ni ya kwamba maneno haya jiwe na nguzo inadhihirisha ulinzi kutokana na adui, na ile ulinzi ambao tumelindwa naye kutokana na adui. Hilo ni ya kwamba sisi ambao tumeokoka tuna pahala ambapo ni salama, kwa sababu Yehova ndiye ukombozi na ulinzi wetu. Jambo la pili nitakaloleta ni uongozi wa Mungu, kuongozwa na Mungu. Sisi kama wanadamu tunahitaji kutafuta uongozi wa Mungu katika maisha haya. Katika safari ya maisha hatuwezi tembea peke yetu, maana sisi hatujui njia. Tunatafuta kuongozwa na Mungu, kwa sababu Mungu anajua njia. Yeye anajua kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hakuna jambo lolote ambalo limefichika mbele yake, na hii ndio sababu tunaweza omba pamoja na mwandikaji wa Zaburi ya kwamba ewe Mungu uliye nguzo na ulinzi wetu, kwa jina lako ukatuongoze. Maneno haya ya kwamba ukatuongoze, ukituonyesha njia, ninaona Mungu akiwa mbele yetu na tunamfuata, kwa sababu anajua njia, nasi tunafuata njia hiyo, na njia hiyo itatupeleka mpaka ukombozi na wokovu kutokana na watesi na adui zetu. Hii ni jambo zuri ya kwamba Mungu wetu anajua njia. Biblia ya kwamba amesema kwa sababu ya jina lako. Jina la Mungu
ni jina ambalo Israeli walisema lisije likatajwa ovyo, maana jina hilo ni jina kuu, na Mungu anasimamia jina lake. Anaweza fanya lolote ili akaweza kusimamia haki ya jina lake, wema wa jina lake. Mmoja akasema jina zuri ni zaidi ya dhahabu, jina zuri ni zaidi ya utajiri, jina zuri ni zaidi ya mafuta inayonukia mzuri. Akasema jina ni kitu ya muhimu, na kwa sababu ya jina lake Mungu, kwa sababu ya jina lake Mungu atatuokoa na watesi wetu, atatuokoa na watesi wetu, ili jina lake lisije likanenwa vibaya. Biblia ya kwamba atatuokoa na mitego ambayo tumetegewa na adui zetu, na tutaweza kuwa salama. Kuna mitego mingi tunategewa na adui zetu, na hata shetani kuna mitego anatega. Hata sasa kuna mitego mingi ametega ili watu waondoke kwenye njia za Mungu, waingie kwenye njia za uongo na uovu. Lakini Bwana ni mwaminifu, na kwa sababu ya jina lake atatuokoa na mitego hii, ili tusije tukanaswa, ili tusije tukaharibika. Biblia inasema ni ya kwamba huyu ni Mungu mtakatifu, kwa mikono mwake tuatoa mioyo yetu, kwa mikono mwake tuatoa maisha yetu, ili akaweze kutuokoa na wahalifu ambaye wanatupangia mambo mabaya. Ni vyema kuelewa sisi ambaye tumeokoka, maisha yetu imo mkononi mwa Mungu. Neno hili limenenwa na Yesu wakati alipokuwa msalabani. Watesi wakimuua, kabla hajakata roho akasema, moyo wangu, roho yangu na ikabidhi mikononi mwako, Baba. Yaani kumaanisha kwamba Yesu Kristo alipokabidhi roho yake kwa Mungu Baba, ingawa alikuwa katika mateso na mambo magumu, uchungu mwingi, na adui zake walikuwa na mdhihaki, na watu walikuwa wanamkemea na kumtusi, Biblia inasema Mungu alimuweka hivi kwamba hakuacha mwili wake uoze uharibikie kwenye kaburi, hata hakuna akampa ushindi juu ya mauti. Hivi ni kumaanisha Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, na atatuongoza hata tuachilia tukahangaishwa na tukamalizwe na adui. Jambo la tatu ambalo naona ni ya kwamba huyu Bwana tukamfanya kuwa chaguo letu la maisha. Ni vyema kuelewa katika ulimwengu huu kuna chaguo nyingi na kuna njia nyingi zimepewanwa na watu ya kwamba tunaweza tumia kushughulikia shida za maisha yetu. Lakini nataka kusema hivi, njia hizi zote, ingawa zingine zinaweza kuwa sawa, ile njia iliyo ya kweli na ile njia itakayotuletea majibu ya kweli na ile jambo litakayotuletea wokovu wa kweli ni Mungu, kwa sababu Mungu ndiye ana neno la mwisho kuhusu maisha yetu, na yeye tu ndiye anaelewa mwanadamu, maana yeye alituumba kwa mfano wake kusudi tukaleta utukufu kwa jina lake, na kwa sababu ni sisi watu wa nyumba yake hata tuachilia. Na hivyo nataka kuwahimiza ndugu zangu, tukamfanye Mungu kuwa chaguo letu katika maisha haya, ili wakati wa dhiki na shida tusikimbilie mambo mengine, tusije tukatafuta msaada pahala pengine, bali tukatafuta msaada kutoka kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo tunaweza kwenda kutafuta msaada kwa Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu anaweza tumainiwa, na tukamfanye Mungu kuwa chaguo letu la maisha. Tutafanya Mungu kuwa chaguo letu la maisha kwa njia gani? Ni nini itakayedhihirisha ya kwamba tumemchagua Mungu kama chaguo la maisha yetu? Jambo la kwanza, tutakataa kushiriki uovu, tutakataa kuungana na waovu, tutakataa dhambi na mambo yote mabaya, na tutachukizwa na dhambi.
Katika dunia yetu nimeshangaa kwa sababu watu ambao wameitanishwa na jina la Mungu hawachukizwi na dhambi, hawasikii vibaya. Ninakumbuka hadithi ya mtu mmoja. Huyu mtu alichukizwa na dhambi wakati Waisraeli walikuwa wanafanya ngono ovyo hata nje ya ndoa, na mtu mmoja akawa na hasira ya Mungu na akaja kaua watu wawili ambao walifanya dhambi ya usherati wakati Waisraeli walikuwa wanalia mbele za Mungu. Alichukizwa na dhambi. Ninaomba Mungu akatusaidie hata nasi tusiwe watu waliyetosheka na tusiwe watu wanasikia kama mambo iko sawa wakati dhambi inaendelea mbele zetu. Hatusemi tuwachukie, tuwapende wenye dhambi na upendo wa Mungu, lakini tuchukizwe na dhambi. Tusije tukasikia kama ni sawa maishani, dhambi zikiendelea na kufanywa mbele zetu. Tuwe na uchungu na kilio mbele za Mungu ya kwamba mambo haya hastahili kutendeka kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Paulo anasema ya kwamba kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 6 ya kwamba upendo haufurahii maovu bali unafurahia ukweli na haki. Hivi ni kumaanisha mtu yoyote aliye na roho wa Mungu hawezi kutazama uovu na dhambi na awe moyo wake hausikii vibaya. Ndugu zangu, naomba Mungu akatusaidie. Kama tumefanya Mungu kuwa chaguo letu la maisha, basi dhambi iwe chukizo mbele ya maisha yetu. Kwa sababu Daudi anasema, niliwachukia wote wanaoabudu sanamu, nilichukia kazi zao kwa sababu mimi nilimtumaini Bwana. Hii ni njia moja ya kudhihirisha kwamba umemfanya Mungu kuwa chaguo lako. Ukisikia ya kwamba dhambi haikupi chukizo, haikupi huzuni, jiulize kama bado Mungu ni chaguo lako na maisha peke yake. Hebu napenda ya kwamba tukaweza kufurahia Mungu na rehema na upendo wa Mungu, kwa sababu huyu Mungu tumemwona akituokoa kutokana na shida ambazo zimo katika maisha. Tunaweza mfurahia Mungu. Hii ni jambo la kufurahia Mungu. Ni kumaanisha kwamba unapendezwa na kazi ya mikono ya Mungu, unapendezwa na neno la Mungu, unapendezwa na kazi ya Mungu, na hii inaonyesha ya kwamba umefanya Mungu kuwa chaguo lako. Maana jambo lolote ambalo wewe linakufurahisha, na nimeona hivi, hata mtu ambaye unapenda, hata akifanya jambo, hata liwe ni duni, jambo hilo bado unaliona nafaa. Na hivyo ndivyo watu ambao wamechagua Mungu kama chaguo lao la maisha. Jambo lolote Mungu ametenda, jambo lolote Mungu amepanga kutenda, jambo hilo linafurahisha maisha ya huyo mtu. Mungu anatufanya tufurahi na tushangilie kwa sababu ya upendo wake wa kweli. Mungu anatukomboa na mikono ya adui na anatuimarisha miguu yetu, anaimarisha, anaisimamisha kwenye pahala ambapo haiwezi tingizwa, na tunafurahia kwa sababu Mungu ametuimarisha. Mungu ametudhibitisha katika maisha, na tunafurahia maisha tele katika Kristo. Naona akasema tutapata maisha tele. Maisha tele inadhibitika katika maisha yetu kama tumefanya Mungu kuwa chaguo la maisha yetu. Chaguo la maisha yetu. Hivi ni kumaanisha hauna mwingine. Hata mfano wa ndoa. Mtu akishaoa na amefanya chaguzi, akitoka kutafuta mwingine, analeta chuki kwa huyo aliyechagua. Na hivyo ndivyo tunavyofanya kama tumemchagua Mungu kama chaguo la maisha yetu, na bado tunaenda kutafuta miungu mingine ama mambo mengine, inaleta chukizo kwa Bwana na inafanya asikie vibaya, na jambo hilo linatufanya kuto kufurahia maisha tele. Tutafurahia maisha tele tukimfanya Mungu kuwa chaguo letu la maisha
peke yake. Jambo la 4 ni hali ya maisha. Sisi sote tunaishi katika maisha haya, na katika maisha haya wakati mwingine tunajikuta tumefinywa sana, hata hisia zetu zinafika mwisho, unasikia kama umeondolewa katika uwepo wa Mungu, na changamoto hizi zinatufanya tuwe na shida katika maisha yetu. Ningetaka kusema hii ni hali ya maisha. Ndugu zangu, sisi ambaye tumemchagua Mungu kama chaguo letu, sisi ambaye tumeamua kukimbilia Mungu kama pahala petu pa kukimbia na ulinzi wetu, lazima tutakutana na shida katika ulimwengu huu. Na unapokutana na shida, usifikirie kama Mungu yumo pamoja nawe. Nikasema wiki iliyopita ya kwamba shida zinadhihirisha uwepo wa Mungu, maana Mungu akija na atukogota na shida hizi, mioyo yetu na imani yetu inawekwa nguvu. Nataka kusema nini? Wakati tunapitia mambo magumu katika maisha, mioyo yetu inazushwa na tunasikia uchungu ndani ya mioyo yetu, uchungu ambaye ni mkuu, uchungu ambaye pasipo ujuane na Mungu, pasipo mtegemee Mungu, unaweza dhihaki Mungu. Kumbuka neno la mke wa Job, wakati dhiki na shida ilikuwa juu na moyo wa Job ulikuwa umeumia sana. Roho wa shetani anamjia mke wa Job na anamwambia mlaani Mungu. Wanadamu mara nyingi hufika hapo na kuona kama akiwacha Mungu ama laani Mungu, shida zitakwisha. Nataka kuambia shida hizi zinakuja kwa sababu sisi si wa ulimwengu, na shida hizi zinapokuja ni nzuri kujua yeye Mungu wetu anatujali. Daudi anadhihirisha uteso, ambaye anadhihirisha uteso na shida aliyokuwa anasema, Bwana unifadhili, maana ni katika dhiki. Yeye alikuwa katika dhiki, alikuwa katika shida. Anasema jicho langu limenyauka kwa masumbufu. Jicho lake kwa kulia, akalia mpaka machozi kaisha, kwa sababu alikuwa kwenye dhiki. Na anasema naam, mwili wangu na nafsi yangu zinaendelea na kuteswa na kuungua, maana maisha yangu yamekwisha kwa huzuni na miaka yangu kwa maumivu. Nguvu zangu zimeniishia kwa uovu wangu na mifupa yangu imepooza. Inadhihirisha mwili wake ulikuwa umefika pahala umekosa nguvu kwa sababu ya shida na uteso aliyekuwa anapitia. Anasema kwa sababu ya watesi wangu nimelaumiwa, naam, hasa kwa jirani zangu, na kitu cha kutisha kwa rafiki zangu. Alihesabiwa kama kitu cha kutisha. Hawakutaka kuhusikana na yeye ama kuwa rafiki wake. Anaenda kusema wanaonionea jiani wananikimbia, hata watu wakamkimbia. Nimeshahauliwa kama mfu asiyekumbukwa, nimekuwa kama chombo kilichovunjika. Maana nimesikia wengi wakiongea, wakinong'onezana hofu katika pande zote. Waliposhauriana juu yangu, walipanga kunitoa uhai wangu. Nataka kusema nini? Mambo haya yote yanaonyesha kwamba Daudi alikuwa anapitia mambo makuu na dhiki kuu. Anasema yeye ni kama kitu kinachotolokwa na watu, kitu kinaogopewa. Anasema yeye ni kama mfu, maiti ambaye haina faida. Anasema ya kama ni chombo kimevunjika ambacho hakina maana, kazi yake imefika mwisho. Na watu walinong'onezana wakimtisha ya kwamba watatoa uhai wake. Nataka kuambia ya kwamba hata kama ni hivyo, Mungu ndiye chaguo la maisha yetu, na kwa sababu tumemchagua yeye,
Mambo haya na dhiki hizi hazitatuondoa kwa uwepo wa Mungu, bali zitatufanya kumtumaini na kumtegemea huyu aliye wa kuaminika. Daudi ananena kwa Bwana katika dhiki hii, anatafuta ukombozi, na anasema ingawa dhiki na shida ni nyingi, ingawa mateso na shida na kilio ni nyingi, anasema hata hivyo namtumaini Mungu, hata hivyo namwamini Mungu, huyu Bwana aliye Mungu wangu. Na yeye ndiye amekuwa chaguo la Daudi, na yeye anaamua chaguo la maisha yetu, tukamtumaini huyu, tukamwamini huyu aliye Bwana na Mungu wetu. Maisha yetu kila wakati tutaokolewa kutokana na adui zetu, tutaokolewa kutokana na mipango iliyopangwa na adui zetu. Na hii ni sababu Daudi anatuambia kwamba tukawe na ombi mbele za Bwana, tuwe na ombi mbele za Bwana, tukisema kwamba, anasema nyakati, lakini mimi na kutumaini wewe Bwana, nimesema wewe ndiwe Mungu wangu, nyakati zangu zimo mikononi mwako, uniponye kutoka kwa adui zangu na wanaonifuatia. Umwangaze mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Daudi anasema Mungu akaangaze kwa uso zetu, akaangaze kwa maisha yake, maana akiangaza katika maisha yetu na tutazame kwa fadhili zake, tutaweza kustahimili, tutaweza kusimama hata wakati wa dhiki. Hili ni ombi la mtu wa Mungu, ya kwamba ingawa shida hizi ni nyingi, tuombe Mungu akatuangazie kwa uso wake na kwa fadhili zake akatutazame, akatuokoe kutokana na upendo wako wa milele. Na si hivyo tu, atuokoe na aibu na mambo yote ambayo ingetufinya chini, atuokoe na uovu na aibu na mambo yote ambayo imepangwa na adui zetu, na akanyamazishe adui zetu wakanyamae katika fivo na makaburi yao. Anasema na wote wa uongo na wote wanaongea kwa kiburi mbele ya wenye haki wakashindwe, wakanyamazishwe na Mungu mtakatifu, kwa sababu huyu Mungu ndiye chaguo letu. Ngoja nikueleze, tukichagua Mungu ulimwengu hautatuweza. Tukichagua Mungu dhiki na shida hazitatuweza, kwa sababu sisi Mungu atakuwa kimbilio, wokovu na ulinzi wetu. Nimalizie nikisema tuna ujasiri mbele ya Mungu huyu kwamba atatuweka tukiwa sawa, na Zaburi inadhihirisha kwamba sisi tumehakikishiwa ukombozi na ulinzi, na ahadi za Mungu zote Bwana amekiri ama amenena atafuata kuzitimiza, atafuata kuzifanya katika maisha ya wale wanaoamini. Neno lake Mungu litadhihirika katika maisha ya Wakristo hata wakati huu. Neno lake Mungu linadhihirika katika maisha ya Wakristo, maana Mungu lazima akatimize neno lake, na hii inaweza kupa mioyo yetu furaha na kuangaza mioyo yetu, kwa sababu hatutamalizwa, hatutaangamizwa kwa sababu ya uzuri na wema wa Mungu. Na Bwana akiwa upande wetu, ni nani awezaye kuwa kinyume chetu? Huyu ambaye ndiye chaguo la maisha yetu, huyu ambaye ndiye ukombozi wetu, huyu ambaye ndiye anatuongoza katika njia ya maisha. Tunaweza shukuru Mungu pamoja na Daudi, hata wakati tumezungukwa na adui na tunauoga
na tunaona kama tutakatwa kutokana na uwepo wa Mungu, na tunaona kama wokovu wetu utafika mwisho, tunaweza shukuru Mungu na tuseme jina la Bwana na lishukuriwe. Huyu Mungu aliyetupenda akatufia yu tayari kutuokoa na kutuhifadhi kutokana na utesi na vita zote. Tutatoka tukiwa washindi. Nikasema wiki jana ya kwamba Yesu Kristo alipokufa hakufa kama mshindwa, alikufa kama mshindi, maana alifufuka kifoni akiwa na ushindi mkuu, na kifo kikawa hakina mamlaka juu yake. Ni mzuri kumtumaini Bwana na kumheshimu Mungu, na ni mzuri kujua kwamba tumelindwa, tusalama, tukiwa katika uwepo wa Mungu. Ninaomba Mungu akatusaidie ya kwamba kila wakati sisi ambaye tumemfanya Mungu kuwa kimbilio letu, sisi ambaye tumemfanya Mungu kuwa kiongozi wa maisha yetu, sisi ambaye tumechagua Mungu kama chaguo la maisha yetu, tutaishi katika uwepo wake. Hatutatoka nje ya uwepo wa Bwana. Na ndio nasema tukiwa katika uwepo wa Mungu, uovu utakuwa chukizo kwa mioyo yetu. Tutaungua na kulia tukiona uovu kitendwa na watu wakilihaki jina la Bwana. Tusalama katika uwepo wake, na ni mzuri basi tukahimizike katika mioyo yetu, tukampende huyu Mungu wetu, tukampende kwa dhati, tukampende kwa moyo, pasije pakawa na jambo lolote lingine ambalo litaingia pahala pa Mungu. Jambo la pili, tunahimizwa tukawe na nguvu, tukawe na ujasiri, kwa sababu Mungu huyu ndiye tumaini letu. Mungu huyu ndiye tumaini letu. Tuwe na ujasiri, tuwe na nguvu. Saa ingine naonea Wakristo hofu, kwa sababu wanakaa watu walio kama hawajui ni nani aliye ndani yao. Kama tungejua kama vile maandiko yanavyosema ya kwamba aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu, kama tungejua Mungu huyu ni jiwe ambalo haliwezi tingizika, Mungu huyu ni pahala na ni ngome ambayo shetani hawezi tingiza, tungeweza kujipa nguvu, tungeweza jihimiza na tumaini letu liwe stadi katika yeye aliyetupenda. Ndugu zangu, nimekuja kuwahimiza na kuwatia moyo ya kwamba tusalama maana tuna Mungu, ya kwamba tusalama maana tuna Mungu, na tumchague huyu, tukamwachilia ongoza maisha yetu, tukamfanya kimbilio letu, na tukasimame imara mpaka siku atakaporudi. Bwana wabariki, na neno hili likawe himizo katika maisha yenu. Ningetaka kuomba nawe ambao unapitia changamoto na umefika pahala pa mke wa Job, mlaani Mungu ukufe ujiondolee shida. Nataka kuomba na wewe, maana kuacha Mungu si suluhu, kuacha wokovu si suluhu. Ni vyema ukajue huyu Mungu ndiye tu anaelewa njia na ni wapi anakupeleka. Nataka kuomba na wewe ili Bwana akakusaidie, ili Bwana akasimame na wewe. Hakuna vita nilisema, hakuna shida nilisema ambaye ni ya milele. Siku moja utatoka kwenye vita hiyo na kwenye shida hiyo ukiwa na ushindi, ukitangaza jina la Bwana na ukisema akahimidiwe Mungu aliye ukombozi na wokovu wangu. Mungu Baba, naomba kwa sababu ya wasikizi wangu wote ambao wamesikia neno asubuhi ya leo, katika jina la Kristo ukawashikie wale ambao wameteswa na ibilisi shetani, wale ambao wamesukumwa sana na ibilisi shetani. Baba, naomba ukawakomboe, ukawashindanie katika jina la Kristo. Wale ambao wamefika ukingoni wa maisha yao na wanaona kama maisha haina faida, wanaona kama hawataendelea na imani, nataka kuomba katika jina la Kristo ya kwamba Mungu utawapa nguvu na imani yao itainuka mara tena, na kusema na mtumaini Mungu wa wokovu wangu, na watasimama imara. Asante kwa sababu kila mmoja atashindaniwa nawe,
Kila mmoja aliyekuchagua wewe kama Bwana, utasimamia maisha yake, utamuongoza, utambariki. Nasema ni asante sababu ya mambo makuu na makubwa ambayo Bwana unatenda katika maisha ya watu wako. Nimeomba katika jina la Kristo aliye Bwana Mwokozi, amen. Kama uhapo na haujaokoka na ungetaka kumpokea Yesu kama Mwokozi, ningetaka uombe ombi hili nyuma yangu, na Bwana ataingia katika moyo wako na atakuokoa na utakuwa na matumaini. Mungu Baba, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, niokoe, nisafishe, natubu dhambi zangu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kutoka leo nimewacha shetani na njia zake, na nitafuata wewe Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu. Asante kwa kuniokoa na kunipa tumaini, maana nimeomba nikiamini katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Kama umeomba ombi hilo, kwa hakika Bwana amekuokoa, amekupa tumaini. Wewe ni wa Mungu na ni mwana wa Mungu, kwa sababu makanisa ikutani. Tafuta Mkristo aliyeokoka, waende mwambie vile Mungu amekutendea. Na kama unaishi Nairobi, Buruburu, ama maeneo haya ya Buruburu, ninakualika kwenye kanisa letu la World Gospel Church of Kenya Buruburu. Limo katika barabara ya Rabai, tumeshikana Kobe Petrol Station. Na ukija hapo, tutahimizana katika neno, tutakuzana katika imani, na utaendelea kumjua Mungu zaidi. Utakuwa baraka kwetu na utakuwa baraka kwako. Bwana wabariki na watende mema wiki ya baraka maishani mwenu. Karibu ya. Asante sana Askofu kwa neno la baraka. Ninashangaa vile Mungu hupanga mambo, kwa sababu neno ambalo nilifungua mkutano nalo ikawa ni ule ujumbe ambao Mungu alikuwa amekuandaa ili utuletee siku ya leo. Na jambo moja ambalo nimejifunza kutoka kwa ujumbe huu ni kwamba hakuna neno la Mungu ambalo halina kazi. Na ndiposa katika Luka 1:37 Luka akasema, kwa maana kwa Mungu hakuna lisilowezekana, na yale yote Mungu amenena katika Biblia yote yanawezekana, pamoja na haja ambazo tuko nazo hata nasi. Na pia Mungu akanena kwa kinywa cha Yeremia sura ya 1 aya ya 12 akasema, Mwenyezi Mungu akaniambia, umeona vizuri, maana niko macho kulitekeleza neno langu. Huyu Mungu mwenyewe ndiye alikuwa akinena ya kwamba yuko macho kulitekeleza neno lake. Na kwa hivyo yale yote Mungu ametunenea kupitia kwa kinywa cha mtumishi wake, hakika Mungu ni mwangalifu, yuko macho kutekeleza. Asante sana Askofu kwa sababu ya ujumbe wa nguvu. Umekuwa ukitunenea kila wakati, hata tangu tulipopata shida hii ya kwamba hatukutaniki kanisani, unatutembelea manyumbani kwetu kila Jumapili kwa neno la nguvu, na umekuwa baraka kwetu. Bwana akubariki sana. Tunapokaribia kumaliza ibada yetu, tunaingia kipindi cha kutoa. Na tunapojiandaa kutoa, kuna neno ambalo limekuwa kwa moyo wangu ambalo Paulo aliwaandikia kanisa la Wakorintho wa pili sura yake ya 9 kaanzia aya yake ya 10, ili ya kukuandaa unapojiandaa kujitayarisha kutoa matoleo yako. Akasema hivi, na Mungu ambaye ndiye humpa mkulima mbegu za kupanda na mkate wa chakula, atawapa na kuzidisha mbegu mnazozihitaji na kuziwezesha kukua, zitoe mazao ya matendo mema ya haki. Bwana asifiwe. Aya ya 11 akasema, atawafanya kuwa matajiri kwa kila hali, ili mpate kuwa wakarimu kila wakati, na kwa mchango wenu wa hiari kupitia kwetu, wengi wapate kumshukuru Mungu. Huduma hii mnayofanya si kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya watu wa Mungu, bali utaleta
bubujiko wa ushukrani nyingi kwa Mungu tu. Na aya ya 14 inasema, watawaombea kwa upendo mwingi kwa ajili ya neema kuu mliopewa na Mungu, kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi hii isiyoelezeka. Haya ndiyo maandiko, na tunapojiandaa kutoa, una sadaka zako, una fungu la 10, na pia tuna mahitaji kama vile kanisa limekuwa likitujulisha, watu ambao wana shida, ambao hawana chakula, wameathirika kwa sababu ya janga hili ambalo limetukumba. Mungu amekupa mbegu wewe ili uwe msaada na uwe baraka. Kabla ya kuwakaribisha waimbaji watuongoze kwa wimbo tunapotoa sadaka zetu, nataka niombe nikibariki sadaka ambazo tutazitoa sasa. Mungu Baba, tukushukuru kwa sababu ya matoleo ya watu wako. Kila mmoja ambaye anarudi kwa mfuko wake ama anachukua simu yake sasa hivi kutuma pesa zake kwa ajili ya kazi yako, Mungu tuwaomba ukambariki. Kama tulivyosema Jumapili iliyopita, hatutoi kwa sababu tuna nyingi, lakini tunatoa kwa sababu tunajua ni nani ambaye tunamtumikia. Mungu, wewe ambaye umetupa mbegu ya kupanda, ndiye utakayezisaidia kukua na kuleta mazao mengi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bariki kila mmoja katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi ni kipindi cha kutoa. Waimbaji wanapotuongoza kwa wimbo, tuma pesa zako kupitia kwa simu yako. Tuna akaunti zetu ambazo tutaziona hapa kwa mitandao. Ufuate vile maelezo utakayopewa ili tuweze kumtolea Mungu. Mungu awabariki. Ndugu na dada, ni fursa nyingine kubwa ya kumwabudu Bwana kupitia utoaji wetu. Kwa kuwajibika, tunakukaribisha kutoa kupitia nambari ya malipo inayoonyeshwa kwenye chombo chako. Kwa zaka na sadaka, nambari ya malipo ni 130260. Kwa msaada wa kimisheni, nambari ya malipo ni 130261. Ikiwa ungependa kutoa kupitia kwa M-Pesa kwenda kwa akaunti yetu ya Cooperative Bank, tumia nambari ya malipo ambayo ni 400200, nambari ya akaunti ikiwa ni 011238933500. Unaweza pia kutoa kupitia PesaLink kwenda kwa akaunti hiyo ya Cooperative Bank. Jaza jina lako katika nafasi ya maelezo. Ikiwa unatazama na ungependa kuwa mshiriki katika baraka hii, uko huru kutuma zawadi yako kupitia nambari zile zile. Walakini, zaka yako inapaswa kwenda kanisa kwako ambapo unalishwa kiroho. Iwapo wewe sio mshiriki wa kanisa lolote, tunakukaribisha kuwa mshiriki wa Buruburu Tabernacle of Praise. Asanti kwa kushiriki katika huduma hii. Bwana anapenda mtoaji aliye na moyo mkunjufu. Bwana akubariki unapoendelea kutoa matoleo yako. Ona kupenda
tumefika ukingo wa ibada yetu. Tutasema neema pamoja, nikiwatakieni wiki ya baraka, na Mungu akawaongoze, Mungu akawalinde katika shughuli zenu. Wenda ikawa unafanyia kazi yako nyumbani ama unaenda kazini kila asubuhi, Mungu wetu akakuongoze nawe pamoja nawe. Majaliwa tutaonana siku nyingine, siku ya Jumapili katika ibada nyingine. Seme kwa pamoja, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen. Amen. Shalom. Mungu awabariki nawe pamoja nanyi, na nimeshukuru kwa nafasi hiyo ya kuwahudumia. Habari njema